Hujambo mtazamaji, kutoka CGTN Kiswahili, hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: roboti yaingia ulingoni na kumwangusha mkurugenzi mkuu kwa teke. Toleo lililoboreshwa la ndege ya abiria ya China ya C919 la kamilisha safari yake ya kwanza ya majaribio. Jeshi la wanamaji la Cote d'Ivoire lazindua rasmi matumizi ya boti mbili za doria zilizotolewa na China. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. Roboti zenye umbo la binadamu nchini China zinaendelea kuvuka mipaka ya teknolojia. Safari hii, video ya mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Engine AI akiingia ulingoni na kuangushwa kwa teke na roboti iliyotengenezwa na kampuni yake imezua mjadala mkubwa duniani, huku ikionyesha uwezo unaokua kwa kasi wa roboti hizo katika kufanya harakati zinazofanana na za binadamu. Ronald Mutie anaripoti. Video ya mkurugenzi mkuu wa kampuni moja nchini China akiingia ulingoni na kuangushwa kwa teke na roboti iliyotengenezwa na kampuni yake imeenea kwa kasi mtandaoni, ikionyesha maendeleo makubwa ya teknolojia ya roboti zenye umbo la binadamu nchini China. Roboti hiyo imetengenezwa na kampuni ya Engine AI ya Shenzhen inayojihusisha na utengenezaji wa roboti za matumizi ya jumla. Katika video hiyo, mkurugenzi mkuu Zhao Tongyang alikuwa amevaa nguo za kinga kabla ya kupigwa teke na roboti huyo na kuanguka chini. Tukio hilo lilikuwa sehemu ya maonesho yaliyopangwa. Muonekano wa roboti unapaswa kuvutia, harakati zake ziwe za kasi na uwezo wake wa kujirekebisha uwe mkubwa. Kwa binadamu misuli ndiyo muhimu, lakini kwa roboti kila kitu kinategemea nguvu za viungo vyao. Tumebuni wenyewe mota, vipunguza mwendo na vidhibiti. Hivyo kiwango chetu cha matumizi ya nishati ni miongoni mwa bora duniani. Zhao anasema kila roboti ina viungo zaidi ya 20 vinavyoiga kazi za mamia ya misuli ya binadamu, jambo linalowezesha kutembea na kufanya harakati kwa utulivu na usahihi. Aliongeza kuwa roboti moja inaweza kuunganishwa ndani ya dakika 15 tu, huku kampuni ikiwa na uwezo wa kusambaza hadi roboti 1000 kwa mwezi. Kiwanda cha kampuni hiyo pia kina eneo maalum la mazoezi lenye ulingo wa ngumi na vifaa vya kufundisha roboti mbinu za mapambano. Kila roboti ina mfumo wa kuona wa laser wa 3D, unaweza kutambua na kutofautisha walengwa. Ina zaidi ya viungo 20 vinavyosogea na kila kiungo huhitaji maelfu ya usawazishaji. Tayari tumeiwezesha kufanya zaidi ya harakati 100 zikiwemo za kujilinda na kushambulia. China inaendelea kuharakisha maendeleo yake ya sekta ya roboti kama sehemu ya mkakati wake wa kukuza uvumbuzi wa teknolojia ya hali ya juu. Takwimu zinaonyesha kwamba uzalishaji wa roboti za viwandani uliongezeka kwa asilimia 28 katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Serikali pia imeanzisha mpango wa kufundisha roboti zenye umbo la binadamu na mifumo ya akili bandia katika mazingira halisi kwa lengo la kuanza matumizi ya kiwango kikubwa na kufikia uwezo wa kuendesha zaidi ya roboti 10,000 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Mfano mpya wa ndege ya abiria ya China ya C919 iliyobuniwa na kutengenezwa nchini humo mahsusi kwa ajili ya kufanya kazi katika miinuko mikubwa imekamilisha majaribio siku ya Jumatano. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Toleo hili jipya lilifanya safari yake ya kwanza kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Shanghai Pudong na kukaa angani kwa takriban saa 2, huku likikamilisha kwa mafanikio vipimo vyote vilivyokuwa vimepangwa. Hii ni kwa mujibu wa shirika la kutengeza ndege la China Comac. Ikilinganishwa na toleo la kawaida la C919, ndege hii mpya ina mwili wa ndege mfupi zaidi na imeboreshwa katika mifumo mbalimbali ili iweze kufanya kazi kwa ufanisi katika viwanja vya ndege vilivyoko kwenye maeneo yenye miinuko mikubwa. C919 ni ndege ya abiria ya njia za kati yenye njia moja ya kupita katikati ya viti yenye uwezo wa kubeba hadi abiria 192. Ni ndege ya kwanza ya masafa ya kati iliyobuniwa na kutengenezwa kikamilifu nchini China kwa kuzingatia viwango vya kimataifa vya uthibitishaji wa usalama wa anga, huku ikimiliki hakimiliki zilizosajiliwa na China yenyewe. China ilianza mradi wa kutengeneza C919 mwaka 2007 chini ya usimamizi wa Comac, na ndege ya kwanza ilitoka kwenye mstari wa uzalishaji mjini Shanghai mwezi Novemba mwaka 2015. Mnamo Mei 2023, C919 ilifanya safari yake ya kwanza ya kibiashara kati ya Shanghai na Beijing, hatua iliyoiingiza rasmi katika soko la usafiri wa anga. Njia hiyo ya Shanghai Beijing ilianza kutumika kama huduma ya kawaida mwezi Januari 2024. Mwezi ujao, C919
itafikia hatua nyingine muhimu itakapoanza rasmi kutoa huduma za safari za kimataifa. Kuanzia tarehe 12 Agosti, ndege hii itaanza kuruka kati ya Beijing na Ulaanbaatar, mji mkuu wa Mongolia, chini ya uendeshaji wa Air China, ikiwa na safari moja ya kwenda na kurudi kila siku. Rasilimali mbalimbali za kitamaduni za China pamoja na sera zilizoboreshwa za kuingia nchini China zinaendelea kuvutia wageni wengi wa kimataifa wanaotaka kutembelea maeneo yanayozidi vivutio vya kawaida vya utalii na kujionea urithi wa kipekee wa nchi hiyo. Mtomwanjala na taarifa hiyo kwa kina. Katika kijiji cha Beigo kilichopo wilaya ya Huairou jijini Beijing, karibu na mkoa wa Hebei na sehemu ya Mutianyu ya ukuta mkuu wa China, kuna zaidi ya familia 30 za raia wa kigeni zinazoishi mwaka mzima. Hivi karibuni kijiji hicho kilipokea kundi la wasafiri wa kibiashara kutoka Ulaya. Daniel, mjasiriamali kutoka Ulaya aliyeongoza kundi hilo, amesema kwamba amewahi kutembelea China mara kadhaa hapo awali, akifika katika miji ya Shenzhen, Nanning, Hangzhou, Shanghai na Hong Kong. Safari hii badala ya kutembelea viwanda, aliamua kuwapeleka wenzake kutembelea jumba la makumbusho la ikulu, yani Palace Museum, na hekalu la mbinguni, Temple of Heaven. Kwa mujibu wake, uzoefu wa kitamaduni huacha kumbukumbu ya kudumu zaidi kuliko maonesho ya bidhaa. My mother is an architect. My father was an architect. So for me, anything that is related to traditional building styles is something I'm very much looking into and I'm looking at. Wakiwa kijijini humo, walitembelea kiwanda kidogo cha kutengeneza pombe ya jadi ya Kichina aina ya Baijiu, kilichojengwa chini ya ardhi, ambako walijionea jinsi nafaka hubadilishwa kuwa pombe hiyo maarufu. Pia walijifunza kutengeneza maandazi ya Kichina almaarufu dumplings na kuvuta tambi kwa msaada wa wafanyakazi wa hoteli. Mmoja wa wasafiri kutoka Hungary aliyekuwa akitembelea China kwa mara ya kwanza alisema kabla ya safari hiyo alikuwa akiamini miji ya China imejaa moshi wa viwandani. Hata hivyo, alikuta hali ni tofauti kabisa. Weather is very good. Cities are very modern. There are a lot of skyscrapers in China. I'm very amazed that the train maximum speed is 350 km per hour, so it's very shocking for me. Kutokana na kuongezwa kwa muda wa sera za kutohitaji visa na kuimarika kwa safari za moja kwa moja za ndege kati ya China na Hungary, makundi ya watalii kutoka Hungary sasa yanaonekana kwa wingi zaidi katika maeneo mbalimbali ya China. Jeshi la wanamaji la Cote d'Ivoire limeongeza uwezo wake wa kulinda mipaka ya bahari baada ya kuingiza rasmi katika huduma boti 2 za doria zilizotolewa na China. Hatua hiyo ni sehemu ya ushirikiano wa kijeshi na usalama wa baharini kati ya China na Cote d'Ivoire. Simi Wanjala anaarifu zaidi. Jeshi la wanamaji la Cote d'Ivoire limezindua rasmi boti 2 mpya za doria zilizotolewa na serikali ya China katika hafla iliyofanyika Alhamisi. Vyombo hivi vinatarajiwa kuimarisha uwezo wa jeshi hili katika kulinda maeneo ya bahari na kukabiliana na vitendo vya uharamia pamoja na uhalifu mwingine wa baharini. Boti hizi zimepewa majina ya maafisa mashuhuri wa zamani wa jeshi la wanamaji la Cote d'Ivoire ambao ni Kapteni Blamasi Traore na Kamanda Yakuba Sanogo kama ishara ya kutambua mchango wao kwa taifa. Kwa miaka kadhaa, Cote d'Ivoire imekuwa ikishirikiana na mataifa ya ukanda wa Ghuba ya Guinea kupambana na uharamia kupitia doria za pamoja na ushirikiano wa kikanda. Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu wa baharini bado ni tishio kubwa katika eneo hili, huku matukio ya uharamia na uporaji wa kutumia silaha baharini yakiongezeka mwaka 2025. Mamlaka za Cote d'Ivoire zinasema ujio wa boti hizi utaongeza ufanisi wa operesheni za kijeshi la wanamaji katika kulinda uchumi wa taifa unaotegemea kwa kiasi kikubwa biashara ya baharini. China inaendelea kuvutia idadi kubwa ya watalii kutoka mataifa mbalimbali duniani msimu huu wa kiangazi, huku sera za kurahisisha usafiri, vivutio vya asili, utamaduni na fursa za ununuzi vikichochea ongezeko hilo na kuimarisha sekta ya utalii nchini humo. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. China imeendelea kushuhudia ongezeko kubwa la watalii kutoka nje ya nchi msimu huu wa kiangazi, huku wengi wakivutiwa na maeneo yenye hali ya hewa ya baridi, vivutio vya utamaduni na fursa za ununuzi. Kwa mujibu wa mamlaka ya kitaifa ya uhamiaji ya China,
Katika nusu ya kwanza ya mwaka, wageni milioni 22.91 waliingia nchini humo, ikiwa ni ongezeko la asilimia 20.4 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Kati yao milioni 17.82 waliingia bila visa. Kutokana na wimbi la joto kali barani Ulaya, idadi ya watalii wa Ulaya wanaotembelea China imeongezeka kwa kasi. Maeneo kama Shenzhen, mlima Changbai, Dalian na mlima Tianmen yamekuwa miongoni mwa vivutio vikuu kutokana na hali yake ya hewa ya baridi. And it was great actually for walks and everything. And I do think it could be a summer resort. I think it would be great. The temperatures are very regulated and the views are out of this world. Filamu maarufu Diu pia imevutia watalii wengi kutoka kusini mashariki mwa Asia kutembelea miji ya Chaozhou, Shantou, Jiangmen na Jieyang. Mbali na utalii, ununuzi umeendelea kuwa kivutio kikubwa, hasa katika soko la Wanchebei mjini Shenzhen, ambako wageni hununua bidhaa za kielektroniki, droni, miwani ya uhalisia pepe, yani VR, na bidhaa za ubunifu wa kitamaduni. The mall is really good because air conditioning is everywhere here in the same place with so many choices. Mwaka jana China ilipokea zaidi ya wageni milioni 150 kutoka nje ya nchi, huku matumizi yao yakizidi dola za Marekani bilioni 130, jambo linaloonyesha kuimarika kwa sekta ya utalii nchini humo. Uhifadhi wa mazingira ya baharini unazidi kuwa nguzo muhimu katika maendeleo endelevu nchini China. Kupitia mchanganyiko wa utafiti wa kisayansi, ushiriki wa wananchi na mbinu bora za usimamizi wa taka, Sansha imefanikiwa kuimarisha afya ya mifumo yake ya ekolojia na kuwa mfano wa jinsi maendeleo yanaweza kwenda sambamba na utunzaji wa mazingira. Sasa tujiunge na Zakia Pong kwa mengi zaidi katika sehemu yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mji wa Sansha ulioko kusini zaidi nchini China umeendeleza juhudi za pamoja kulinda na kurejesha mifumo yake ya ekolojia ya baharini na kisiwani wakati wa kipindi cha mpango wa 14 wa miaka mitano, ikijumuisha utaalamu wa kisayansi na mfumo wa kivitendo wa watu wanaojitolea. Kisiwa hicho kimeshuhudia ubora mzuri wa hewa wakati wa kipindi hicho, huku mwamba tumbawe na mifumo ya ekolojia ya kisiwa hicho vikiendelea kuboreshwa. Mfumo wa kina wa uchambuaji taka na matumizi ya rasilimali umeanzishwa, na taka zinazoweza kurejelezwa zikisafirishwa nje ya kisiwa na matumbawe kwa ajili ya kuchakatwa. Taka za bustani na jikoni zinashughulikiwa na kutumiwa tena kusaidia ukijani wa huko. Usafi wa mara kwa mara wa mabaki ya baharini unafanyika, na zuio la matumizi ya plastiki zinazotumika mara moja likitekelezwa kwa umakini. Udhibiti wa vyanzo vya vitu vinavyopelekwa kisiwani hapo pia umeimarishwa kwa utaratibu wa pamoja wa vyombo vya usalama, na bidhaa zinazooza zinapendelewa sana katika mji huo ili kulinda usalama wa ekolojia katika bahari za ndani zaidi. Kwa kushinda changamoto za kiufundi katika kilimo kwenye mchanga wa matumbawe, Sansha imeboresha kwa nguvu ukijani wa kisiwa na miamba. Uoto katika kisiwa cha Shishazhou umeongezeka na kuzidi 90%. Kisiwa cha Jiangsu katika mji huo kimetambuliwa katika ngazi ya kitaifa kama kisiwa kizuri na chanya. Masikilizano na spishi za kipekee za ndege zimerejea kuishi katika eneo hilo.
Juhudi endelevu katika urejeshaji wa miamba tumbawe zimeanzia kituo kikubwa cha kielelezo cha upandaji wa miamba katika visiwa vya Shisha, huku eneo la jumla la urejeshwaji la karibu mita za mraba 300,000 na kuleta tena uhai katika mfumo wa ekolojia wa sakafu ya bahari. Uvuvi wa mara kwa mara unaboresha rasilimali ya samaki, ikiwemo utambulisho wa jogoo bahari, wanachanga na upishi wa samaki wa kukaanga kwa kiwango kikubwa vimerejesha kwa ufanisi rasilimali ya samaki na kudumisha uwiano wa mfumo wa ekolojia wa mwamba tumbawe. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第2课，你喜欢什么运动？ Tafadhali soma pamoja nami. 运动， 运动， 游泳， 游泳， 踢足球， 踢足球， 打篮球， 打篮球。 Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali yasome pamoja nami. 太， 太， 太好了， 太好了， 太大了， 太大了。 美， 美， 每天， 每天， 每个人， 每个人， 一起， 一起， 一起玩， 一起玩， 一起学习， 一起学习， 欢迎， 欢迎， 欢迎你， 欢迎你。 Sasa tujifunze jambo kuu la leo. 一起， 我们一起打篮球。 我们一起游泳。 我们一起踢足球。 我们一起去学校。 我们一起学习。 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya, na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见。 Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake, na kufikia hapa mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.